kundi hili kubwa la wanawake, na ambapo tumesema hapa kwamba nyinyi mna nafasi kubwa sana katika taifa letu kulifanya dunia hii iweze kuwa salama. Naamini tukishikamana na tukasimama katika misingi, mila na desturi zetu, naamini na twende tumgeukie Mwenyezi Mungu kwa imani zetu, naamini kabisa katika makanisa yetu, katika misikiti yetu, sote tunaelekezwa na tunaamrishwa kufuata maadili mema, yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Serikali ya Tanzania inatambua usawa wa jinsia na uwezeshaji wa wanawake ni nguzo muhimu katika kuleta maendeleo yenye tija na endelevu kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya awamu ya 6 inaendelea kushughulikia changamoto za kijamii kwa kuhakikisha ushiriki wa makundi yote katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ya kifamilia, kijamii na taifa kwa ujumla. Baadhi ya juhudi zilizofanywa na serikali ni pamoja na kuandaa sera ya taifa ya maendeleo ya jinsia ya toleo la mwaka 2023, sera ya maendeleo ya biashara ndogo na zakati ya mwaka 2003, sera ya taifa ya kilimo ya mwaka 2013, sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, na serikali inaendelea na uwezeshaji mitaji kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu baada ya marekebisho ya sheria ya fedha ya mamlaka za serikali za mitaa sura ya 290 kifungu cha 27A. Kama tunavyofahamu ya kwamba ni mwaka wa uchaguzi, tunafahamu ya kwamba madiwani wanakwenda kuchukua fomu kwa ajili ya kujiandikisha kwa ajili ya kugombea kuchukua kata. Kwa hiyo niwaambie kwamba wanawake, wa kwanza kabisa mnatakiwa kuwa nyinyi katika kata, mtuwakilishe vema. Wanawake mchukue fomu kwa ajili ya kupambania muweze kushika nafasi hizo katika kata, ya kwamba nyinyi muwe madiwani wa kata. Ondoeni hofu, ondoeni mashaka. Chama kinamwamini na kumthamini sana mwanamke zaidi katika kuwekeza uwezeshaji wa wanawake kwa kuwapa nafasi ya kupanga mipango kuanzia katika ngazi ya familia. Sisi wanaume, baadhi yetu, tuepuke kuwatendea ukatili wa kiuchumi wanawake. Ukatili wa kiuchumi ni ile hali ya mwanamke kushiriki kwa dhati na juhudi kubwa kuzalisha mali, ikiwemo shughuli za shamba, lakini wakati wa kupanga vipaumbele vya familia, baba upanga peke yake au na watoto wachache wa kiume. Huu nao ni ukatili unaomkandamiza mwanamke, lazima tuukemee kwa pamoja katika siku ya leo. Na kama ikitokea huko, hata ikiwa vijijini, wanawake unganeni kumsaidia mwanamke mwenzenu ili aweze kufika katika vyombo vya haki na kupata haki yake.